na inaonyesha takwimu zinaendelea vizuri, kwa maana zaidi ya 90 na malengo tunayofikia katika kuhakikisha kwamba wananchi wote ambao walikuwa kwenye hatari wameweza kupata tiba ili kuwalinda kupata. Lakini upande wa maisha kama tulivyosema hapo awali, namba zilikuwa mwanzoni kupitia wadau na watu mbalimbali na ya serikali tunaweza kuangalau au wananchi lakini kwa mwenendo huu na kazi hii tunakaji kuwafikia wananchi wote kabla ya kupata kila kitu. Asante. Karibu. Naitwa Daktari Irene Haule, ni mratibu wa magonjwa ya mkoa ya Mbele kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Leo tumekuwa na mafunzo na maandishi wa habari kuhusu kampeni au kambi ya mabusha ambayo tunafanya katika mkoa wa Dar es Salaam kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 30, na kutoka kwenye ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Mimi kama mratibu ninaenda kutoa faida ambazo si ya kuweza kufanyiwa uchunguzi wa uwepo wa dalili au kuwa na ugonjwa wa mabusha, na baada ya kufanyiwa uchunguzi na wale ambao watatambulika kuwa na magonjwa ya mabusha watapangiwa tarehe kwa ajili ya kufanyiwa upasuaji, na pindi wapo katika kituo cha kutolea huduma ambao katika mkoa wa Dar es Salaam tumechagua kituo cha afya cha Kinondoni pamoja na kituo cha afya Kinakala kilichokuwa katika manispaa ya Temeke. Atakapokuwa hapo, mwananchi atapata pia huduma ya kuonwa na madaktari bingwa wa upasuaji, na baada ya kuonwa atafanyiwa upasuaji, atapata nafasi ya kulazwa katika vituo vyetu vya kutolea huduma, na gharama hizi zote zitagharamiwa na serikali kwa kupitia mapato yake ya ndani. Lakini kipindi cha kulazwa, mwananchi huyu wakati anaendelea kupata huduma atapata huduma za chakula pamoja na dawa na malazi bila kutoa fedha yoyote. Hizo ndio faida ambazo mwananchi atazipata, na pindi baada ya kumaliza upasuaji na kumaliza huduma ya kulazwa, mwananchi huyu atakaporejea nyumbani kwake atapata nafasi pia ya kuendelea kufanyiwa ufuatiliaji mara 3 zaidi baada ya kuruhusiwa kutoka katika kituo cha kutolea huduma. Na iwapo itatokea kuna mwananchi yeyote ambaye atahitaji huduma ya ufuatiliaji zaidi, atapata hiyo huduma ambayo gharama zote hizi kama nilivyosema hapo awali zitakuwa zimegharamiwa na serikali kwa kupitia fedha za Wizara ya Afya. Asante. Asante sana. Tuombe. Mimi kwa majina naitwa Alex Kamba, na ratibu zoezi la matende au magonjwa ambayo yalikuwa kipaumbele mkoa wa Dar es Salaam. Katika zoezi hili la kwetu ambayo tumelianza tangu tarehe 5 mwaka huu, ni zoezi ambalo linafanyika kwa ajili ya upasuaji wa mabusha. Ikumbukwe hapo awali kwamba katika mkoa wa Dar es Salaam tulifanya ufuatiliaji wa mabusha au watu wenye mabusha na matende kwa kupitia wahudumu wa afya ambao tulibaini kulikuwa kuna wagonjwa ambao walikuwa na mabusha 4,000 na matende yalikuwa 3,000. Baada ya kupata kufanyika mkoa wa Dar es Salaam kuanzia mwaka 2016, 17, 18 mpaka 20 tulianza kutoa dawa kwa ajili ya kukinga hayo magonjwa ambayo yalikuwa kipaumbele. Tulianza kutoa dawa katika manispaa zote 5: manispaa Ubungo, manispaa Kinondoni, manispaa Temeke na manispaa ya Kigamboni. Katika utoaji wa dawa hizo, takriban 86% ya wakazi wa Dar es Salaam waliweza kupata dawa. Hizi dawa zinazotolewa ndio kwa ajili ya kumkinga mtu hata akipata maambukizi asiendelee na ile maambukizi kupata ule ugonjwa wa matende au mabusha. Kwa baada ya kutoa dawa kwa miaka hiyo yote, ni zaidi ya miaka 10, tulifanya utafiti tena kwa ajili ya kuangalia ni kiasi gani cha wananchi ambao walikuwa wana hayo matende na mabusha. Ikabainika
idadi ya wananchi baada ya kupimwa kwa shule za msingi, watoto wa darasa la kwanza na la pili tuweza kuwapima na tukabaini manispaa zote zilikuwa na vimelea, tukatoa tena dawa. Lakini baada ya mwaka 2022 ndipo manispaa awamu hiyo zilipotoa dawa zilianza kupungua idadi ya maambukizi yakaondoka katika manispaa ya Ubungo, Kigamboni, kabakia Ilala, Temeke na Kinondoni. Baada ya tena kutoa dawa tena manispaa zikashuka tena, tukapata tena manispaa ya Kinondoni tu ndio iliyobakiwa na vinyemelea vya watu wenye matende na mabusha. Kwa hiyo baada ya hapo tukabakiwa na kata 10 za Kinondoni ambazo ndio mwaka juzi zilitoa dawa. Je, wewe ni mfanyabiashara? Kama jibu ni ndio, basi habari njema ni hii. Unahitaji biashara yako ionekane na maelfu ya watu kila siku? Na je, unahitaji njia rahisi ya kuongeza wateja kwa haraka? BongoSauce tupo kwa ajili yako. Tunakupa nafasi ya kipekee ya kutangaza biashara yako na bidhaa nyingine mbalimbali kwenye mitandao yetu ya kijamii yenye wafuasi wengi na ushawishi mkubwa mtandaoni. Kupitia BongoSauce, fikia wateja wengi mtandaoni. Tangaza nasi kwa bei nafuu na matokeo utayaona kwa haraka. Wewe mfanyabiashara, pata nafasi ya kuonekana na kufahamika zaidi na biashara yako kukua na kupata wateja wengi mtandaoni. Jiunge na familia ya BongoSauce leo na uongeze wateja wengi kwenye biashara yako. Wasiliana nasi kwa namba ya simu 0747692064, barua pepe alphatizben@gmail.com. BongoSauce, sisi ndio wakombozi wa biashara yako. Karibu tukuhudumie na tukuongezee wateja rukuki.